Nimeona kusini nzima kwa jinsi ambavyo imeachwa nyuma sana kimaendeleo, pamoja na potential kubwa iliyopo. Sema potential ni kwa maana ya rasilimali watu na ardhi yenyewe. Mathalan, barabara ya kutoka Dar es Salaam mpaka Mtwara ni ovyo kabisa, ni mashimo tupu na hakuna possibility ya kuipanua hivi karibuni. Barabara hii ya kutoka Tunduru, kutoka Masasi, Tunduru, Songea inapitisha maroli makubwa sana ya mizigo ambayo ni rasilimali kubwa ya makaa ya mawe inaondoka nchini. Lakini pili, tumeona barabara kwa mfano ya kutoka Masasi na Chingwea inakwenda Liwale ambayo ilisainiwa mkataba mwaka 2023 kwamba itaanza kujengwa. Hakuna dalili wala chochote kujengwa. Hiyo ni kwa upande mmoja wa miundombinu ambao kwa kidogo sana ni barabara. Tumeona hali ya mashule kwa maana ya elimu ilivyo chini kabisa. Shule za huku ni mbovu kabisa, za chini kabisa. Tumeona matatizo makubwa ya maji. Lakini cha mwisho kabisa, tumeona hali ya unyonyaji wa hali ya juu sana kwa wakulima, kwa maana ya kwamba mkoa wa Lindi na Mtwara na sasa kwa sehemu Tunduru ni watu wanaotegemea mazao, kwa mfano korosho na ufuta, kwa sehemu kubwa ndio yanaendesha maisha yao. Lakini tumeona kunakuwa na chama cha msingi kinakusanya korosho, kinapeleka kwenye chama cha ushirika. Chama cha ushirika kinauza, kinatafuta masoko, lakini pale kuna bodi ya korosho haina kazi yoyote, lakini inachukua fedha kutoka kwa wakulima. Tumeona kuna chama kingine kimeanzishwa kinaitwa KCJE, Korosho Cooperative Joint Entrepreneur, na chenyewe kinakuja pale kitachukua fedha kutoka kwa mkulima. Sasa mkulima analima korosho yake, mnunuzi anayetoka nje kuja kununua korosho, kwa sababu hatuna viwanda vya kubangua, na hata viwanda ambavyo Mwalimu alijenga miaka ya 70 vimegeuzwa kuwa magara. Ndio hayo unaona magara ya vyama vya ushirika, vilikuwa viwanda vile ambavyo vingeweza kutoa ajira zaidi, na hilo kulieleza litahitaji muda mrefu na mimi niko njiani. Lakini mkulima analima mazao yake, akishalima mazao yake yanachukuliwa na chama cha msingi. Chama cha msingi kinapeleka kwenye chama cha ushirika, wanakata pale. Kuna shilingi 100 inaenda kwenye AMCOS na chama cha ushirika, kuna shilingi 35 inaenda kwenye usafi wa magara, kuna shilingi ngapi? Kwa ujumla wanakata shilingi 256. Hiyo ni kwa mkulima direct, moja kwa moja. Sasa unaweza ukaona shilingi 256 ukasema ni kidogo kwa kilo moja, lakini ukichukua mazao haya, kwa mfano mwaka jana uzalishaji ulikuwa tani 490. Ukichukua tani 490 ukijumlisha mara shilingi 250 ni bilioni 126 milioni 490. Hizo ni fedha za wakulima maskini, zimechukuliwa na wahuni tu wanaitwa chama cha ushirika na chama cha msingi. Lakini vile vile kwa juu, wanunuzi wanaokuja kununua wanakatwa kitu kinaitwa export levy, shilingi 500 kwa kilo. Wanakatwa sijui nini, kwa ujumla wanakatwa karibia shilingi 1000. Sasa mnunuzi anayekuja kununua, wewe mkulima unaweza kusema huyu anakatwa mnunuzi, sio mimi. Kumbe anapokatwa yeye anapunguza ile hela ambayo angekupa. Kama bei ya kununua kutoka nje ilikuwa shilingi 4000, kwa serikali ikishamkata hizi gharama zote za shilingi 1000, yeye anapunguza, badala ya kukulipa 4000 mkulima anakupa shilingi 5000. Kwa hiyo kumbe basi hizi gharama zote mwisho wa siku zinaishia kwa nani? Kwa mkulima ambaye mazao yake yanachukuliwa, na ndio maana kusini imebaki chini sana. Lakini vile vile kuna gesi, futi za ujazo trilioni 54.5 ziko upande wa kusini huku. Tuliahidiwa kwamba viwanda vitajengwa huku, kwa sababu kama kiwanda kingejengwa huku, hicho kiwanda kikikuajiri wewe mtu wa Tunduru au wa kusini, kikikuajiri hapa kusini, maana yake ni nini? Wewe ukipata ajira, ukilipwa mshahara, utaajiri fundi akujengee nyumba mwenzako wa kusini hapa. Kwa hiyo fedha itatoka kiwandani, itaingia kwako, itaingia kwa fundi. Huyu fundi akipata atanunua kitanda kwa huyu atamwagiza bodaboda amletee ubao. Kwa hiyo fedha itazunguka miongoni mwenu. Bodaboda atanunua mboga kwa huyu mama. Sasa kama hicho kiwanda hakijengwi, maana yake hiyo fedha inakwenda kwingine badala ya kuja kusini. Kusini inabaki maskini. Kwa kifupi,
kama chama tumeona na tuna mbinu za kufungua nchi, tuna uwezo. Hawa watu wameshindwa, wamejibandika. Sasa wameshindwa uongozi, na miaka 65 ndugu zangu ni mingi mno. Potential nchi hii ni kubwa, vijana hawana ajira, hawana uchumi. Sio kwa sababu hatuwezi kutengeneza uchumi. Mathalan, sisi tuna bodaboda hizi ambazo kila kijiji kuna bodaboda. Mimi nimekuwa, baba yangu alikuwa anamiliki Land Rover. Alikuwa ananunua tairi za General Tyres. Tulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Leo hatuwezi kutengeneza tairi ya bodaboda. Miaka ya 70 tunatengeneza matairi ya magari. Ukiingia huko kwenye mgahawa utaona, chukua toothpick, Cobra toothpick, limeandikwa made in China. Maana yake ni nini? Fedha inatoka hapa Tunduru Raha Food inakwenda China kutengeneza ajira. Kumbe tungekuwa na kiwanda cha toothpick hapa, hii fedha isingeenda China, ingeingia kwenye hiki kiwanda, kingekuajiri wewe ungejenga nyumba. Sasa haya mambo mnapaswa kuyajua kwamba tatizo lililopo ni aina ya uongozi inayosafirisha kila kitu kutoka ndani humu. Fedha tunayovuna kwa shida sana, mwisho inatoka nje, inakwenda kuagiza magunia ya kubebea viazi, magunia ya kubebea ufuta. Hata magunia hatuwezi kutengeneza. Miaka hiyo tulishaanza kutengeneza. Spoku za pikipiki hizi, sui spoke, hatuwezi kutengeneza. Namna pekee ya kugenerate uchumi kwa vijana ni kwa serikali itakao kuja na uwezo wa kutengeneza viwanda tulivyo na uwezo navyo. Moja, tuna misitu. Kwa nini tuagize viti na meza kutoka China? Tutatengeneza humu, ajira itabaki humu. Tunaweza kutengeneza toothpick, tutengeneze humu. Tunaweza kutengeneza viatu vya kawaida hivi, made in China. Tulikuwa na viwanda vyetu, tutengeneze humu. Tunaweza kutengeneza tairi za bodaboda. Kama hatuwezi kutengeneza injini, tunaweza tairi, na tutasema hakuna kuagiza tairi kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo haya mambo yote haya ni mambo yanayohitaji akili iliyo advance. Akili ya CCM imeganda, viongozi wao ni tatizo. Kwa hiyo huyu hawezi kwenda kuwasemea wananchi. Atasimama bungeni atasema namshukuru Samia, kwa sababu Samia ndio kampeleka bungeni. Kwa kifupi ni hayo. Kwa kumalizia, tuna rasilimali mbalimbali ikiwemo gesi pamoja na makaa mawe, hususan makaa mawe ambayo ni moja kati ya rasilimali inapatikana kwenye mkoa wa Ruvuma. Unafikiri ni njia gani bora ikitumika inaweza kusaidia zaidi mikoa ya kusini, kwa sababu barabara ndo kama hivyo umeiona, lakini tuna hizo rasilimali katika eneo letu? Tatizo ni uongozi. Tatizo kubwa la nchi hii ni uongozi. Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji watu tunao, inahitaji ardhi. Ardhi ndio hiyo tunayo, ina madini. Ukisema ardhi sio ardhi, tunaona madini. Sisi ndio nchi pekee yenye Tanzanite hapa duniani. Zunguka tuwaambie nyie wote kwamba tunatakiwa tupiganie katiba. Kila mtu kwenye simu yako andika kwamba tunataka katiba, kwenye Twitter yako, kwenye Facebook yako, kwenye Instagram yako, sio kuposti mapenzi tu. Tunataka katiba. Katiba ikibadilika tutapata viongozi watakaowajibika, watakaobadili nchi hii, watakaosababisha nyie vijana mpate ajira. Hii nchi hatuna nguvu kazi ya kutembea mtaani nauza viatu. Tuna nguvu kazi ya kwenda viwandani. Tuna uwezo. Kwa sababu tukifungua uchumi upande wa viwanda, tukafungua migodi ambao Wachina wanajaa mpaka huku, mna uwezo wa kumiliki hiyo migodi mkachimba. Ni fedha tu zinaibiwa na watu wachache, zinasababisha haziwezi kuwafikia. Kwa hiyo hilo ndo tuna advocate kwamba tubadilishe namna ya uongozi, tupate viongozi wengine ambao watakuja na mawazo mapya. Miaka 65 ya CCM haiwezekani tena. Wazungu wanasema you cannot teach an old dog new techniques. Huwezi kumfundisha mbwa mzee mbinu mpya za kuwinda. Mbinu zake za kuwinda ni za zamani. Sasa tuna vijana wa digitali ambao wanatumia, hana capacity ya kuongea haya ninayozungumza, kichwa cha mzee kitapasuka kitu. Sasa tunahitaji mtu anaye think fast, mtu anayeweza kuact fast, mtu mwenye kesho nyingi, anayefikiria watoto wake na wajukuu zake. Wasira yuko saa 12 jioni. Kwa hiyo hao wanahitaji kupumzishwa. Tupate watu wapya wenye new thinking. Ndio solution. Kama unavyoona makaa ya mawe yanaondoka, ni utajiri unaondoka. Watu wa Ruvuma wanabaki na nini? Makaa ya mawe ndio yanatumika kuyeyusha chuma, na sisi tuna chuma hapo, Mchuchuma na Liganga pale. Haya makaa ya mawe Mungu alituwekea hapa tutumie kuyeyusha chuma, lakini sisi tunaagiza nondo kutoka nje za kujengea kila kitu. Maana yake tungejenga chuma chetu pale, kiwanda cha chuma, kwanza kingewapa ajira, lakini fedha yote ambayo kwa mfano tumejengea SGR
ingelazimika kununua chuma hapa. Kwa hiyo fedha imekusanywa hapa ya mama ntilie ikapata chuma nje. Kama ingebaki humu ingetengeneza mazingira mengine kwa ajira nyingine. Kwa matatizo sio ukosekanaji wa ajira. Matatizo ni aina ya watu walioko madarakani, uwezo wao wa kufikiri. Hawana uwezo mwingine wowote. Ndio maana wote tunahitaji kuwa kitu kimoja, tubadilishe mambo. Na msiletewe mambo si ya dini, si haikusaidii chochote. Kwa sasa fedha mfukoni, na chama kinachoweza kusababisha fedha ikaingia kwenye mfuko wako ndio chama chako hicho, ni Chadema, ndio kina mbinu, ndio kina uwezo. Wengine wote hao wanaotumiwa na CCM na nini, achaneni nao. Tuunganishe nguvu, tuna uwezo. Tukiwa kitu kimoja tuna uwezo na tutabadilisha nchi. Umetaja swala la katiba na serikali inasema kwamba ili tuende kwenye katiba mpya tuanze na maridhiano. Nini msimamo wa Chadema kwenye serikali hiyo? Haina ridhaa ya wananchi, sio serikali halali. Wewe ulipiga kura? Tukiuliza hapa ni wangapi walipiga kura? Kwa hawa wote walioko hapa, wangapi watasema walipiga kura? Haina mandate ya kufanya hayo inayofanya. Inayofanya kwa kulazimisha. Sasa sisi hatuwezi kuwa sehemu ya mambo hayo. Sisi tunataka ridhaa ya wananchi ndio prevail, na ndivyo katiba inavyosema ibara ya 8 kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya wananchi, na wananchi ndio wataweka serikali madarakani, na lengo la hiyo serikali namba 1 litakuwa ni ustawi wa wananchi. Ustawi ni nini? Ulale pazuri, utibiwe pazuri, uendeshe gari. Hata wewe unaweza kuendesha gari kama la kwangu, kwa sababu nchi ina rasilimali. Inakuwaje Singapore wanafanya hivyo, sisi tunashindwa? Singapore wana nini? Singapore ni hakuna kitu, ni kanchi kadogo kuliko hata mkoa wa Dar es Salaam. Hivi mnajua hii mbuga ya Seru ni kubwa kuliko nchi ya Israel? Seru ina kilomita za mraba 50,000. Israel ina kilomita za mraba 21,000. Kwa hiyo Seru Israel inaingia mara 2. Unajua Seru hiyo mbuga tu ni kubwa kuliko nchi ya Rwanda. Rwanda ina kilomita za mraba 26,000. Sasa mkoa wa Lindi ni mkubwa mara 3 ya nchi ya Rwanda, lakini wametuacha mbali. Kwa nini? Ardhi tunayo, watu tunao, shida ni uongozi na siasa safi. Nashukuru, naomba mniruhusu naenda Songea na mkutano. Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. Pamoja sana.